wanatoka wageni wa kawaida na wageni wa heshima. Kwenye meza kubwa watu wanakaa, na vile viti vya wale wageni wa heshima vimetengenezwa tofauti na vile viti vya watu wa kawaida. Nafasi ambapo wale wageni wa heshima watakaa ni tofauti na nafasi ambapo wale wageni wa kawaida watakaa. Ni kusema kuna tofauti katikati ya wageni ambao wamealikwa. Sasa hapa tuko tunaenda kuzungumza jambo ambalo linatuambia mbwa ambaye naye ni mgeni wa heshima, tena katika nyumba ya kifalme. Wanaoweza kuwa wageni wa heshima katika meza ya mfalme ni wenzake wafalme. Kama President Obama angelialika wageni wa heshima, wale wa president wenzake ambao wanatoka kwenye manchi mbalimbali wanakuwa nafasi yao ya heshima, na wale wageni wengine watakaa kwa nafasi yao ya kawaida, lakini wote ni waalikwa. Leo tuko tunaenda kuzungumza juu ya mgeni wa heshima ambaye ni mnyama, ambaye ni mbwa. Na huyu mgeni wa heshima anasema, mimi mbwa mfu, na mimi nimekubalika ili kwamba nialikwe. Mbwa, tena mbwa mfu. Umetandika meza kubwa kwenye sherehe, watu wanajawa kila aina, watu wanatoka nchi huko mbalimbali kwenye meza ya mfalme, na kuna kuwa kiti kwenye sehemu ya wageni wa heshima, na huyo ambaye amealika watu ni mfalme. Mfalme ndio iko na anapresente watu, yeye ndio iko naonyesha wageni. Kuko kiti ambao bado ingali wazi, watu wako wanaangalia nani mwenyewe ataikala hapa anayefanana na sisi, nani ambaye naye ataikaa hapa anayefanana na sisi. Sisi ambao tunakuwa wageni wa heshima, unajua kuna kuwaka complex, kuna kuwa hali au tabia fulani, watu ambao wanakuwa na cheo cha juu, wanajua vile wanazungumzaka, wanajua namna wanatembeaka, wanajua namna wanakulaka. Unajua wewe mtu wa kawaida unaweza kutembea mbarabara na uko nakula biscuit, hakuna shida, wala hakuna mtu atakwambia na wewe unapenda kusta. Yuba nakuona tuko tu mtu wa kawaida. Lakini president hauwezi kuona yatembea barabara na kuna biscuit. Bunga ya biscuit inabana huko mandefu. Hautaona. Sababu yeye iko na complex ya authority. Yaani ana hali ya kicheo au ya kimamlaka ndani yake. Halafu wale wageni wa heshima, wakati ambapo wamekaa kwenye viti, kungali kiti cha mtu mmoja ambaye bado naye ni mgeni wa heshima, lakini bado hajawasili. Lakini huko kunatoka mbwa mfu, maiti ya mbwa. Ndio Kiswahili kenye mtasikia. Mbwa yenyewe kufa bobolia, yenyewe kufa, ndio mwenye atakaa kwenye kile kiti. Acha tusome maandiko. Samueli wa pili sura yake ya 9. Samueli wa pili sura yake ya 9.
Samueli wa pili sura yake ya 9 na mstari wake, tuanze mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 8. Samueli wa pili 9 au mstari wa 9, sura yake ya 9 mstari wake wa kwanza mpaka 8. Biblia inasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefibosheti mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti. Naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamuita Siba, mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Amen. Haya maneno ambayo tunasoma hapa ni maneno ambayo inazungumza juu ya mfalme Daudi. Mfalme Daudi tunajua historia yake. Mbele akuwe mfalme alikuwa katika nyumba ya Yese ambaye alikuwa baba yake, na kazi ambayo Daudi alikuwa anafanya ilikuwa ni kazi ya kuchunga kondoo za baba yake. Maisha yake ilikuwa ndani ya pori, maisha yake ilikuwa ndani ya wanyama. Hakukuwa lolote la kujifanyizia la zaidi, wala mawazo ya kusema ya kwamba siku moja maisha yake inaweza kubadilika. Hakukuwa nayo. Na mfalme Sauli alitawala wakati ambapo Daudi bado alikuwa angali kijana mdogo. Maisha ya mfalme na maisha ya Daudi kwa wakati ule ilikuwa tofauti, na ndani mulikuwa shimo kubwa. Na ikafika wakati ambapo Mungu akamchagua, akatuma Samueli, akaenda kampaka mafuta Daudi, ili kwamba siku moja atakuwa mfalme katika Israeli. Lakini bado mfalme Sauli, yeye ndiye alikuwa angali anatawala kuwa mfalme wa Israeli, lakini Mungu alikuwa amemkataa. Mungu alikuwa amemkataa Sauli, lakini Sauli aliendelea kuwa mfalme. Na ndani ya familia ya Sauli mfalme kulikuwa kijana ambaye walimuita Yonathani. Huyu Yonathani yeye alikuwa kijana wa Sauli, lakini alikuwa rafiki wa Daudi. Alikuwa rafiki wa Daudi na alikuwa mtoto ya mfalme. Yeye akakuwa katikati ya mfalme pamoja na Daudi. Daudi akaanza kufanya mambo makubwa Mungu, kadiri vile Mungu alivyompaka mafuta. Akaanza kuua Wafilisti, akaanza kufanya mambo makubwa kwa ajili ya kukinga taifa la Israeli. Mungu akamtumia sana Daudi
kwamba Daudi amepakwa mafuta, amechaguliwa na Mungu, na kuona kazi ambayo Daudi alikuwa anafanya, akaona kweli huyu Daudi ana neema ya Mungu ndani yake. Yonathani akaambatana na Daudi, na ijapokuwa anakuwa katika nyumba ya mfalme, na ikafika wakati Daudi amemuua Goliathi, akaenda akaishi katika nyumba ya mfalme. Alipoishi katika nyumba ya mfalme, mfalme akataka kumuua. Yonathani akamponyesha Daudi, akamuambatanisha tena Daudi pamoja na mfalme, wakati ambapo Daudi amekimbia. Daudi aliishi ndani ya nyumba ya kifalme, na alikuwa na roho ya woga, sababu aliona ya kwamba yeye hastahili. Yeye ambaye alikuwa mchunga kondoo, leo anaenda kuishi ndani ya nyumba ya mfalme, na mfalme hampendi, ijapokuwa Mungu amemchagua. Lakini alingojea muda ambao Mungu ataenda kumwinua, akatulia. Yonathani akampenda sana Daudi, na akakuwa anamuibia siri za baba yake. Wakati baba yake anapompanga mpango ya kwenda kumuua Daudi, huyu Yonathani anaenda na muibia siri. Anamwambia hauna habari, kitakuwa hiki, kitakuwa hiki. Sasa wewe utafanya hivyo, utafanya hivyo, utaenda pembeni ya shamba, utafichama, mimi nitafanya. Yaani akakuwa anampatia njia zote ambako baba yake iko anataka kumuua Daudi, kusudi Daudi aendelee kuwa karibu ya mfalme. Yonathani alijua ya kwamba ndani ya Daudi mnakuwa neema ya Mungu. Mpendwa katika Bwana, hata mtu awe baba yako, hata mtu awe bwana wako, hata mtu awe mke wako, hapana kuambatana na mtu ambaye hana neema ya Mungu, mtu ambaye Mungu amemkataa. Wewe usiambatane pamoja na yeye. Yonathani alijua mfalme ni baba yake, lakini Mungu alikuwa amemkataa mfalme, na Mungu alikuwa amemtosha, ijapokuwa aliendelea kutumika. Yonathani akaambatana na Daudi sababu alijua Daudi amepakwa mafuta na ana neema ya Mungu ndani ya maisha yake. Siku moja atakuwa mfalme. Maisha ambayo Yonathani alikuwa nayo ni maisha ya kustarehe, maisha ya raha. Daudi alikuwa na maisha ya mateso, maisha ya magumu, maisha ya shida, lakini alikuwa amechaguliwa na Mungu. Yonathani akaanza kutenda mema mengi kwa ajili ya Daudi, akaendelea kumtendea mema. Daudi hakukuwa na kitu cha kumulipa Yonathani. Sasa uangalie mtoto ya mfalme na wewe mtoto wa mchunga kondoo, nini yenyewe unaweza kumulipa mtoto ya mfalme? Kama ni magari yeye iko nazo, kama ni mavazi yeye anajaa, kama ni nini yeye anajaa, kila kitu yeye iko nacho. Wewe unaweza kumulipa nini? Hakuna. Daudi aliendelea kuchunga mema ambayo Yonathani alifanya juu ya maisha yake. Mpendwa, mema hayo zake, hata miaka ipite, hata siku zipite, mema yenyewe ulitendaka haiwezi kuoza. Mara unaweza ukapita katika kipindi kizito cha maisha, magumu inaingia katika maisha, lakini mema uliyoyatenda haiwezi kusahaulika. Ndio maana Biblia inasema mtu ajuaye kutenda mema na kama haitende kwake ni dhambi. Unajua kufanya kitu cha mzuri, lakini unakatana, unasema mimi sitafanya. Wewe umefanya dhambi. Mungu anakuambia wewe fanya mema tu.
bakuseme, batu bakuchafue, lakini endelea kufanya mema, maana ile mema yako njoo italipwa. Na kama hailipwe kwako, watoto yako, wajukuu wako watabuna yale mema ulio yatenda. Ile yenyewe uko nafanya, usiangalie nani mwenyewe anamfanyizia. Unajua leo upendo inakuwa ya faida, leo upendo inakuwa ya intere. Nimfanyizia huyu hiki, naye atanifanyizia. Utaona benye biko marafiki ni benye biko wanaangalia maisha yabo iko karibu sawa. Najua leo huyu nikimpatia bunga, kesho na mimi atanipatia samaki. Nikimpatia huyu nguo, kesho atanipatia kiatu. Leo rafiki inakuwa ya intere, leo upendo inakuwa ya intere. Watu wanaangalia nini yenye atakupata hako. Kama uko wa nivo ya chini, hauwezi kupata wa kusogelea. Batu biko wanaangalia anakuwaka na ngapi mwa akaunti zake, nini yenye anakuwaka nayo, nyumba yake nini iko nayo, ana gari ngapi, ana nyumba ngapi. Watu wako wanaangalia ngapi yenyewe uko nayo kusudi wajifanye kuwa marafiki zako. Lakini ukikufa, marafiki unaishi. Njoo ulimwengu wa leo ambao watu wanafanya upendo kwa sababu ya faida. Na ndani ya makanisa unakutana mtu wanamwombea kuwa mamadi akonyeshe sababu iko na anajua kukaribisha wageni. Kama kwako ukuwake teremose kule kwetu Afrika, kama kwako hakukuwake teremose ya kupokea wazee nyumba yako, hakuna siku watakuombea kuwa diakonesi. Shuka nayo baba. Ikala pale utakomea pale. Yaani watu wiko wanaangalia faida. Kama wataombea mtu kuwa mwinjilisti wanaangalia kwa sababu iko na nini, anapeleka viatu, anapeleka makongi, okay, huyu okay anaweza kuwa mwinjilisti. Bado Mungu hayamchagua. Endelee faida. Watu wanafanya urafiki, wanafanya upendo sababu ya faida. Nini yenye batakutosha? Na unakutana mtu anakuwa mchungaji wa kanisa sababu iko na frank, sababu alisoma, sababu iko na hiki. Ule anajua mingi, anaweza kuwa mchungaji. Hakuna entere. Neema, kumbuka neema ambayo iko ndani ya mtu. Jonathani hakuhesabu mikate ambayo anayo ndani ya nyumba ya baba yake, lakini akaona neema ambayo ilikuwa ndani ya Daudi, sababu alijua neema ya Mungu kwenye iko kunakuwa utajiri wa kila aina. Jonathani akamsaidia huyu ndugu, wala hakutaka apate kitu kwake, enyata mulipu. Alimtendea mema, anaiwa basi huyu iko na nini, hana kitu, atanirudishia nini? Hana. Huyu nikimpatia hii, kesho atanipa nini? Sitasama. Lakini yeye hakuona ile yote, akamtendea Daudi mema. Sababu gani? Sababu alikuwa amechaguliwa na Mungu. Ikafika wakati ambapo utawala wa Sauli ukaisha. Sauli alikuwa mfalme. Ikafika wakati ambapo utawala ukaisha, hakukuwa tena mfalme. Ikabidi wengine wakamate ufalme. Ufalme ukaenda ukaangukia mpaka kwa Daudi. Yule ambaye alikuwa mchungaji wa kondoo akageuka kuwa mfalme wa Israeli. Mpendwa, maisha haikuwa kana formule. Maisha Mungu anaweza kukuweka leo hivi, akipenda atageuza tu page,
anageuza tu maisha yako yanabadilika jinsi ulikuwa hauwazi. Mjua Mungu ule mwenye community system, Mungu ambaye hana formula kusema M+A=B, hautampata Mungu. Mungu yeye anafanyaka yeye yamepanga na yeye yanakusudia. Maisha ya Sauli ikabadilika. Mpendwa, ndani ya makanisa leo watu wengi wanajivunia na jinsi alivyo. Mimi kama mimi sifanye hivi, eti kitaharibika. Mimi kama sitoe, kazi ya Mungu itaharibika. Mimi kama siimbe, hawatapata mwimbaji. Kama mimi sihubiri, hawatapata mhubiri. Wewe leo tu njoo yako inasimama. Mungu akigeuza, atainua mwingine, ataimba kukushinda wewe. Mungu akigeuza, atainua mwingine, atatoa kukushinda. Mungu akigeuza, atainua mwingine, atahubiri kukushinda vile wewe unahubiri. Kitabu cha Mathayo inasema ya kwamba baada ya kufanya mambo yote, semeni sisi watumishi tusiokuwa na faida, imetupasa kufanya yale ambayo tulipashwa kufanya. Yaani wakati unafanya kila kitu, Mungu anapokutumia, wakati unavuma, wakati unatawala, wakati ambapo uko na power, wewe usipige kifua. Hapana kupiga kifua. Maana unapomaliza tu kutumika, na watu wanasema ule baba anahubiriaka mzuri. Wewe rudisha utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Hapana kusema mimi niko special. Hapana kusema mimi niko international. Mimi tu ndio najua kuimba. Mimi tu ndio najua kutoa. Mimi ndio najua kuhubiri. Mimi tu ndio naweza kuwa mchungaji. Mimi tu ndio naweza kuwa shemase. Hapana kujivuna. Maana Mungu anaweza kuinua mbwa mfu ambaye amekufa na anaipatia uzima, anaipatia heshima ya wale ambao waliojivuna. Biblia inasema ya kwamba Jonathan muda wake ukapita, generation yake ikapita, lakini Jonathan alikuwa na mtoto. Daudi alipokuwa mfalme, akatia akili pamoja, akasema akakumbuka mema Jonathan alimtendea. Akasema kuna kitu ambacho ninahitaji kufanya kwa ajili ya Jonathan. Kuna kitu ambacho ninahitaji kufanya kwa ajili ya Jonathan. Daudi akakumbuka mema. Mpendwa katika Bwana, usisahau mema ambayo mwingine amekutendea. Hapana kuwa ngando wa kumezaka tu. Wewe kwenda kupatia tu. Lakini kukumbuka mema yenye wengine walifanya, hauikumbukaki. Mtu anakupatia $5. Uko na ikamata hivi. Juu tunatumika kwa Tyson. Kwa hiyo Marekani mzungu gani anaweza kupatia $5? Kama haiko Mungu ndio anakunyang'anyia. $5 useme asante baba, asante kabisa. Mungu akubariki kabisa. Kwenye $5 natoka Mungu aongeze ikuwe mingi. Tushukuru. Asiye shukuru ni nani? Ukweli konesa, kumbuka mema, ikala upate muda ya kuikaa na uangalie. Rudisha akili yako nyuma. Angalia pase. Angalia muda uliopita. Unajua kuna watu ambao anaangalia pesa. Saa hii. Isa. Jeje kunaangalia. Saa hii. Nanunua wala. Nanunua samaki. Chicken. Tunakula. Bia nyuma havijue tena.
Kama alikuwa anatembea na mapunga haiwe, anasahau mwenyewe mpatiaka na jerikani ya maji anasahau. Na ijapokuwa ile muda ilimsaidia. Mpendwa, leo nisikilize. Maisha yako ni kwa mikono ya Mungu. Mungu yuko na maisha yako kwa mikono. Vile anapenda ndio vile anaweza kufanya. Mungu. Unajua kama Mungu anaweza kupatia leo kusudi akufanye tu wewe shera ya ile ndio unapata. Huyu mchungaji TD Jakes amefika kuhubiri hapo Uganda, tulipokuwa hapo Uganda. Na ni mchungaji mkubwa hapa Marekani, TD Jakes. Na katika ushuhuda yake anasema ya kwamba Mungu akampitisha kwa kipindi ambapo alikuwa anakamata karto. Hii box anakata ndio anatia ndani ya kiatu sababu kiatu kimetoboka. Marekani, mtoto wa Marekani, lakini Mungu akamconfront kusudi amwandae kwa huduma na baraka na utajiri unaokuja mbele. Kwanza kumpitisha kwenye jangwa. Mungu hashindwi kitu. Mpendwa, Mungu hashindwi kitu. Unaweza kuwa na elfu na madola ngapi, magari ngapi, Mungu akipenda leo anageuza nafasi pia yote utasahau kwenye nenda yote eneo ulikuwa nayo. Shida inatokea, unazunguka kidogo, unataka kuparkilia, unagonga gari hapa, polisi anakuja, amani, unaenda kidogo, unaenda unaua mtu, amani, franga zinaisha na manyumba wanaganganya, na unaanza kutafuta na tiketi ya kurudia Afrika unakosa. Mungu Baganda wanasema ni kitangaza na warudi ni hivyo kitangaza. Mungu yeye ndio anataka mtu anashangaa ndio Mungu ule. Mungu mwenye anafanya ni kitangaza. Batu yote watasema hapana, hatuelewe ni kitu gani ambacho kimefika ndani ya maisha huyu. Mpendwa, kama ungelikula, kama ungelivaa, kama ungelilala usingizi ya amani, sema utukufu Bwana ikurudilie. Hapana kujipiga kifua. Leo makanisa, roho wa Mungu amekimbia ndani ya makanisa sababu ya kujipiga kifua. Nakutana leo mtu anatabiri, anajipiga kifua, anasema mimi kama bado sijasema kwa roho, hakuna mwingine atasema kwa roho. Sekunde tu Mungu akatosha tu neema yake. Unajua wakati mtu kuna tabiri, kuna kwa malaika mbili. Mmoja anakuwa upande huu na mwingine anasimama upande huu. Wakati kuna pokea, wewe unapokea kama mtu anayeongea kwa simu. Sababu hawa wanakulinda na utukufu ya Mungu inakuzunguka. Sasa Mungu sasa yeye anakutosha kwa mkono. Bali ya wale wa malaika wawili wa Mungu wakae, malaika mbili za shetani ndio wanakaa. Na ile lugha ile eneo ulikuwa unasema ya mbinguni, na ndio ile shetani ataitumia na watu watasema amani na Mungu. Kumbe haukuwake na Mungu alishaka kutapika zamani. Mama moja uko kwetu, Mungu akamsaidia. Najua uko kwetu kukula nyama ya ng'ombe ni neema kutoka ile siku batoto bataimba makora sekolo bonane kula nyama ya ng'ombe hii. Nakutana ba mama anaenda na kabakuli kale kashimo hivi iko hapa yule ya kichwa haizi anguka, anaenda kununua nyama ya kilo moja au nusu kilo.
Asa ule mama Mungu akamsaidia. Kwenye anaenda anachimba miogo, anaudhisha, anapata franga, akaenda kusoko na anasema nimekula sombe muda wa siku nyingi. Acha kwanza ninunue nyama. Akanunua akaka nyama, akapiga msosi. Maana huko napita kule na huko nasikia harufu. Kule kwetu kuna kuweka matumbu kwa kidogo kidogo mrefu huko na harufu. Shida huyo. Na tomato kwa kidogo kidogo hivi sofurushe. Mama kaikaya kukabila tekniki. Akachoroza, akapiga, akakaanga msosi. Anasema leo kwanza na tumbo estoma ilishakuwa green. Sote leo naleta kwa nyama. Akatia maya ugali kwenye moto wakati wa jioni. Wakati maji inataka kuchomuka, akasikia kule kumulango wanapiga hodi. Majaribu. Nilisema kwanza leo kwanza na mimi na watu yangu tukule kwanza ukasuka kama jiji wapi sasa hivi. Bani mama fulani hauko. Karibu. Akamata chungu ya nyama akatia juu ya kahawa. Akapita yule akahawa. Karibu mama, unajua upende kule kwetu. Karibu. Kiti. Walisali wakati chakula kabisa. Unafika na chakula njoo. Niko nasonga. Nasonga, anapakula, anapokota chungu ya sombe. Anapakula sahani tele ya sombe. Roho iko nasema mnazina kutembea. Karibu mama, tuombe Mungu. Asante Baba kutupatia chakula. Mungu anasema bongo ya umepita nyama. Baba, asante kutupatia chakula kizuri na ndugu yangu amefika ili kwamba tukule pamoja. Mungu akatosha ile chungu ya nyama kule juu ya kahala, akaimwaga mpaka kumacho ya mgeni. Mama anashtuka. Majaribu kanitenda huyu mama anaenda kuniwekesha chungu ya nyama kwa hii nyumba. Toka na hii nyumba tena mapanya nawe kaenda kuangusha. Lakini dhamiri iko na mwambia. Uko mchoyo. Mama mgeni hana yake habari, akasukuma ugali na sombe. Akakula, akapakiza, akakunywa mai, akasukula mikono, akasema mama, nashukuru. Asante mama, umenibariki, nilikuwa njaa, nimeshiba. Akae. Kwa heri, mulale mzuri. Busi. Mungu akatuma mjumbe kwa ule mama. Akamwambia Bwana wa majeshi anasema, hiyo nyama haikuwa yako, lakini ilikuwa ya ule mgeni. Inabidi uende utubu mbele ya kanisa. Kule kote wanatubiaka mbele ya kanisa. Anashituka kwanza, anasema Mungu, mie tu. Baki wote waseme chaburo, mie kabisa. Mungu anasema utaenda kutengeneza. Wewe ulikuwa tu jera. Mungu alikutumia kusudi upate pesa ya kununua, lakini wa kuikula ni yule mgeni. Huyu mama akaenda kwenye kijiji cha asubuhi. Kwa hiyo huyo mama mwingine mgeni anaingia, anasema wandugu, mama fulani alikuja kwa nikamficha chombo ya nyama. Mungu alisamehe, nilikuwa mchoyo. Nilikuwa na meru,
Nitaka kukula kanyama. Sasa nikaficha chungu. Mungu ameangusha chungu ya nyama. Ndio maana mimi nakuja kutubu, kanisa mnisamehe, sitaongezeka tena. Nasema basi Mungu akusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaweza kupata na kumbe haipo. Bila unapata na ndio bila wakuhitaji bako wanaonekana. Na mara unajiuliza mbona wakati nilikuwa sina kitu, nilikuwa sina bandugu. Na huyu naye anachomoka, niko mtoto wa shangazi yangu. Unapiga simu, yani nataka tu nikupatie namba yangu, mimi ndio nakoka mtoto wa mama yako mdogo. Mbona si hakuna? Kadiri unavyopata na ndio wahitaji wanakuja. Na unapohudumia wale wahitaji, vile vile Mungu atakavyokulipa kwa siku ambazo usizojijua. Haleluya. Amen. Unajua magumu yenye tuko nayo ndani ya hii kazi ya Mungu, enyewe uko nafanya leo, njoo yenyewe itakusaidia kwa maisha ya kesho. Hauifanyie mtu. Unapoingia ndani ya kanisa, ukiangalia mtu hautatenda mema. Wewe tenda mema. Wewe fanya mapenzi ya Mungu. Ndiye Mungu anakuambia ufanye, umefanye. Usifanye kwa sababu mtu ametaka wewe ufanye. Lakini fanya kazi ya Mungu sababu Mungu amekusukuma wewe ufanye. Kuna wale ambao wanataka waifanye wanashindwa. Na wengine wako wanalia ningelipata hata neema ambayo inakuwa ndani ya huyu mtu. Wakati ambapo nilianza huduma, nilikuwa kiongozi wa kwaya. Na kulikuwa dada moja ambaye alikuwa anatuma sauti ya mbele kupitia nyimbo mbele. Na huyu dada alikuwa kiburi sana. Tulimuona alishindikana. Hakupenda kubadilika. Lakini alishituka tu baada ya siku sauti yake ikaharibika. Wakati anaanza imba, sauti inaanza kukwama. Sasa watu wanajiuliza kwa nini sauti ya huyu imebadilika, na ikapokuwa yeye ndiye anatumiaka nyimbo mbele. Mungu akainua wengine wa binti, yeye akashuka. Na sifa zake zikaishia hapo. Ikanipatia somo ya kwamba kumbe mtu hawezi kujivuna kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukijivuna juu ya kazi ya Mungu, Mungu atakunyamazisha na anainua aliye dhaifu, yule ambaye alikuwa hatazamiwe kusudi awe baraka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unajua kanisa, Mungu anaangaliaka mahitaji ya kanisa. Wakati Mungu anaangalia mahitaji, sawa kai kanisa tuko na mahitaji ya kununua nafasi ya kujenga, ya kununua nafasi ya kuomba. Tuko na hitaji ya kulipa rent. Tuko na hitaji labda ya kununua vyombo. Mungu atainua mtu. Atabariki ule mtu. Kusudi ule mtu ndiye asapoti ile kazi. Ile hitaji ambayo inakuwa ndani ya kanisa. Halafu magumu tunayo ni kwamba kuna mtu anajivuna, anasema mimi kama sitoi ile kazi itaharibika. Sasa Mungu yeye ambaye alikupatia wewe ukuwe tu shera, kusudi ile mali isaidie kulipa rent, wewe unafunga mkono. Mungu anasema okay, anakutumia wajumbe, anakuonya kwa ndoto, kwa neno la Mungu. Iko na kuonya, anakuambia rudia, acha hiyo njia. Wewe uko tu chombo, nimekutumia tu kama chombo, hauko kitu, sababu ninaweza tu kufinyanga kidogo na hautakuwa na ile kitu enyewe unajibunia. Mungu yeye anakuonesha njia zote ili kwamba wewe ubakie kwa mapenzi yake, kusudi na wewe ufaidie kwa ile mali yenye Mungu amekupatia. Nebukadneza alikuwa mfalme wa Babiloni. Na Mungu sababu ya kujipiga kifua, alipoona ujenzi umeendelea, mabuilding zimejaa, akaanza kujibuna, akajipiga kifua. Mungu akasema okay, akamshusha miaka 7 ndani ya pori. Hana nguo, mwili wote umeota manyoya kama nyama, kucha zote zimeota kama mnyama. Miaka 7 yuko nakula majani ya pori.
mpaka vile Mungu alienda ingiza roho ya kujuta ndani yake, ndipo akatambua Mungu unisamehe sababu niliasi. Ndipo Mungu akamrudisha tena. Halafu ndipo tunasema ya kwamba Mungu yeye anaweza kuinua mtu ambaye hakukuwa wakati wake wa kuinuliwa, lakini Mungu anamuinua kusudi afunike shimo ambayo linahitajika ndani ya kazi yake. Mema hayosi. Ile ambayo uko unafanya leo, siku moja utaivuna. Biblia inasema anayepanda aendelee kupanda kila siku, maana hajue mbegu gani ambayo itakayoota. Yonathani alitenda mema. Daudi hakukuwa na ya kumulipa. Inafika wakati Daudi sasa yeye anakuwa na kitu cha kulipa. Anauliza, ndani ya familia ya Yonathani kunaweza kupatikana mtu ili kwamba mimi nimtendee mema mbele ya macho ya Mungu? Pendwa, angalia maisha yako tangu ulipoanza mpaka jinsi ulivyo leo. Esko ulipata wakati ya kujiuliza, ndani ya familia ya mume wangu kunaweza kuwa hata mtu mmoja katika familia ambaye ninaweza kumtendea mema? Hata kama mume wako amefariki, lakini kumbuka ndani ya familia ya mume wako. Tukumbuke kama mema ambayo mume wako alikutendeaka, na ukumbuke mmoja katika familia ya marehemu ili kwamba mtendee mema mbele ya macho ya Mungu. Mke wako kama amefariki, kumbuka ndani ya familia yake. Siku moja nilimuuliza mke wangu, nimemuoa mke wangu na baba mke wangu amefariki, sikumuona na watu. Alikuwa jeshi na akafariki. Lakini siku moja nilimuuliza mke wangu, ninaweza kupata picha ya baba mkwe marehemu? Akasema inabidi tutafute, tuulize watu ya Afrika watutafutie. Sikumwambia kitu gani kinachoendelea, lakini ndani ya moyo wangu niko nataka nifike mpaka kwao kuwasili uko Loja, mpaka Wakasai na Maniema, nifike huko kuwasili ya baba mkwe wangu, ijapokuwa sikumuona, lakini niko nataka nimubariki mmoja wa familia yao, niulize baseme hata fulani pale njo kulikuwaka familia yao. Niende pale niulize nani mwenye alikuwa ndugu yake na Marcel Bingindo, nimtendee mema. Kama ni kumjengea nyumba, nimjengee nyumba, akumbuke ya kwamba hata marehemu alikufa, lakini mtoto yake aliolewa na bwana yake amemtendea mema. Kumbuka, ninakumbuka ndugu moja yuko Kanada. Huyu ndugu ametoka Afrika, amemuoa mke wake, wana watoto, ni watu wazima, lakini alikumbuka kumuoa. Akasema, tangu nimetoka Afrika kuingia Kanada, mke wangu hajanikosea, mke wangu hakukamata tabia za wanawake wengine huko Kanada, mke wangu ananiheshimu, nitatoa mali zingine. Na hakuna mtu alimuomba mali. Ukuwe rekonesa, tumheshimishe mke wako, tumheshimishe mume wako. Kumbuka hata familia ya mume wako, kumbuka mwenye alikuzalia kwa mume. Kama haikuangalia ndani ya uzao wake, nani mwenye alikuwaka ndugu yake na mama mkwe, ni mtendee mema. Tangu tuliingia Marekani na ukasahau kila kitu, kasema ile inaisha. Mwenye iko masikini yake inamupata, kila mtu ajidebrie. Bon, mema yenyewe unafanya leo, mtoto yako ataivuna, mjukuu wako ataivuna. Mema yenyewe unafanya leo, wewe utakapokufa, watakao baki watabaki na sifa yako.
kuko mtu mwenye anaweza kukusaidia, nakumbuka Yambi wewe ndio mtu fulani tulisoma naye, alikuwa ananisaidia kila siku. Kuya kunyumba. Unakutana mtu anasaidiwa kwa mema enye baba yake alifanya. Na kuko benye biko wanapata shida leo kwa mabaya yenye bazazi yao walifanyaka. Leo suko elombe ngambe, leo uko bingwa. Wewe unaiwaka kuruka na vitu. Ruka. Kini ndani ya uzao yako kuko bengine batabomolaka mtoto yako na vitu. Haile eneo uko na panda. Leo eneo uko na panda. Ndio utavuna. Uko na tesa watu wengine. Ukikula deni ya mtu, usema na sitalipa. Niko leta. Wenda staki kwenye utapenda. Kweli, watoto yako batavuna ile. Joko upendeke kulipa. Ukikamata nguo ya watu upendi kulipa. Na sana unakuja unavala ile nguo unaivaa kabisa. Hausiketa haya, unavala. Okay, vala. Lakini kuko siku moja uzao wako utakata jasho. Daudi akamuita mtu ambaye alimuita Siba. Akamwambia wewe unamjua mtu mmoja? Sema ndio, Yonathani aliachaka kijana. Na huyu kijana ni kilema ya mguu. Iko. Ninaweza mpata, ndio unaweza kumpata. Mimi naenda kumwenda umuite baba. Anaenda kumuita Mefibosheti ambaye ni mtoto wa Yonathani. Yeye yuko kilema. Yuko anatembea kilema. Daudi akaonana na huyu mtoto wa Yonathani. Anamwambia sasa, wewe ninaenda kukumbuka mema yote ambayo baba yako aliyonitendea. Na ninataka nikurudishie mashamba yote ambayo ilikuwa ya mfalme Sauli. Akamrudishia mashamba yote, na baadaye akamwalika, akamwambia wewe kumeza yangu utakuwa unakula. Huyu Mefibosheti akasema, mimi namna gani nimepata hii kibali na hii neema ya kualikwa kwenda kukula pamoja na mfalme, mimi ambaye ninakuwa umbu wa mfu? Inawezekanaje mtu ambaye anajiona yeye hana thamani, yeye haiko mtu, yeye hawezi kula na wengine, yeye hawezi kuikala kwenye kiti cha mfalme, yeye hawezi kukula kwenye chakula cha mfalme, lakini wakati ulipokuja mfalme akamwambia, wewe ambaye uliyezarauliwa, muda wako umeenea ya kukuja ili kwamba ule pamoja na mfalme. Mathayo 22 mstari wake wa 9 na wa 10. Mathayo 22 9 na 10. Biblia inasema hivi ya kwamba ikatokea sherehe kubwa, na ndani ya sherehe wakaalika watu wakuja washerekee kwenye sherehe. Wale ambao walioalikwa hawakukuja. Mwenye sherehe akasema, mwende kwenye barabara mkamate na vilema na wote wasiojiweza, muwalete wakule kwenye sherehe. Wale ambao walikuwa hawakualikwa, wale ambao walikuwa hawana thamani, wale ambao walikuwa hawastahili kula kwenye sherehe, Bwana akasema mwende muwaite nao wakule kwenye sherehe. Wale ambao hawakualikwa ni wanani? Ni wewe pamoja na mimi. Wale ambao walioalikwa ni wana wa Israeli
Alikuwa mwanamke mmoja Mkananayo ambaye alikutana na Yesu. Yesu alipokuwa akipita katikati ya Tiro pamoja na